Mtazamaji wa Jambo TV, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi leo imetoa taarifa kwa umma kuhusu marekebisho ya orodha ya maeneo ya uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, kutengua uteuzi wa wagombea katika maeneo ya uchaguzi yaliyofutwa, kufutwa kwa vituo vya kupigia kura 292 vilivyopo katika kata zilizofutwa na kuanzisha vituo 292 walipohamishiwa wapiga kura husika. Taarifa hiyo ya tume imeeleza zaidi kwamba kupitia tangazo la serikali namba 596 la tarehe 3 mwezi Oktoba mwaka huu 2025, waziri wa mambo ya ndani ya nchi aliyatangaza maeneo ya Uliankulu wilaya ya Kaliua mkoa wa Tabora, Katumba wilaya ya Mpanda mkoa wa Katavi na Mishamo wilaya ya Tanganyika mkoa wa Katavi kuwa maeneo tengefu kwa ajili ya makazi ya wakimbizi. Aidha, kwa tangazo la serikali namba 600 la tarehe 3 mwezi Oktoba mwaka 2025, waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa alitoa amri ya marekebisho ya amri ya mgawanyiko wa maeneo ya utawala katika serikali za mitaa, yaani mamlaka za wilaya ya mwaka 2025, kwa kuzifuta kata 10 za Litapunga, Kanoge, Katumba na vijiji viwili vya Ikolongo na Ndurumo vya kata ya Mtapenda halmashauri ya wilaya ya Nsimbo mkoa wa Katavi. Kata nyingine ni Mishamo, Ilangu, Bulamata na Ipwaga zilizopo halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoa wa Katavi, na kata za Milambo, Igombe Mkulu na Kanindo zilizopo halmashauri ya wilaya ya Kaliua mkoa wa Tabora. Mtazamaji wa Jambo TV, taarifa hiyo imeendelea kufafanua kwamba kwa kuwa waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa, yaani mamlaka za wilaya, sura ya 287 amezifuta kata tajwa, na kwa kuwa masharti ya kifungu cha 5(4) cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 yanaitaka tume kutumia kata zilizoanzishwa na waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kuwa kata kwa madhumuni ya uchaguzi wa madiwani, na kwa kuwa kanuni ya 4 ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2025 inatoa mamlaka kwa tume kufanya mabadiliko ya mipaka ya maeneo ya uchaguzi pale panapotokea mazingira yatakayoathiri mipaka iliyopo na maeneo ya uchaguzi, ikiwemo kufutwa kwa kata au kijiji. Na kwa kuwa tume iliwateua wagombea udiwani 7 katika kata 7 ambazo ni miongoni mwa kata 10 zilizofutwa kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 26 ya kanuni ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2025, lakini pia imeeleza kwamba kwa kuwa kufutwa kwa kata husika kunaziondoa kuwa eneo la uchaguzi. Hivyo taarifa hiyo inasema tume katika kikao chake kilichofanyika tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka 2025 na kupitia tangazo la serikali namba 604 la tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka 2025 imefanya uamuzi ufuatao. Taarifa hiyo inasema uamuzi huo wa kwanza kabisa ni kuzifuta kata 10 zilizofutwa na waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa kutoka katika maeneo ya uchaguzi wa madiwani kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na pili ni kutengua uteuzi na kuwaondoa katika orodha ya wagombea udiwani 7 walioteuliwa katika kata husika. Taarifa hiyo imeeleza zaidi kwamba wagombea waliotenguliwa uteuzi wao na kuondolewa kwenye orodha ya wagombea ni kama ifuatavyo. Wa kwanza ni Salehe Mrisho Msompola wa kata ya Kanoge ambaye anatoka Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni Elius Wilson Elia wa kata ya Katumba kutoka Chama cha Mapinduzi, lakini watatu ni Mohamed Ali Asenga wa kata ya Litapunga Chama cha Mapinduzi. Wanne ni Nikas Atanas Nibengo ambaye ni kutoka kata ya Bulamata kutoka Chama cha Mapinduzi, lakini watano ni Sadik Agustino Matthew wa Ilangu kutoka Chama cha Mapinduzi. Wa sita akiwa ni Rehani Simba Sokota kutoka kata ya Ipwaga Chama cha Mapinduzi, lakini wa 7 ni Juma Mohamed Kansimba kutoka kata ya Mishamo Chama cha Mapinduzi. Taarifa hiyo imeeleza kwamba kata 3 zilizofutwa halmashauri ya wilaya ya Kaliua mkoani Tabora hazikufanya uteuzi wa wagombea udiwani. Kata hizo ni Milambo, Igombe Mkulu na Kanindo. Aidha, kutokana na mabadiliko hayo, taarifa hiyo ya tume imebainisha kwamba tume imevifuta vituo 292 vya kupigia kura vilivyokuwa kwenye kata zilizofutwa, na kwa kushauriana na watendaji wa uchaguzi wa maeneo husika na kwa kuzingatia ukaribu wa maeneo wanayoweza kufikia wapiga kura, tume imeanzisha vituo 292 vya kupigia kura katika maeneo jirani na kata zilizofutwa ili kuwawezesha wapiga kura kutoka maeneo yaliyofutwa kwenda kupiga kura.
Aidha, taarifa hiyo imeeleza zaidi kwamba kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 19(c) cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024, wapiga kura 106,288 waliokuwa kwenye vituo vilivyofutwa wamehamishiwa kwenye vituo 292 vya kupigia kura vilivyoanzishwa katika kata za Mtapenda, Uruwira, Msimbo na Ugala zilizopo halmashauri ya wilaya ya Msimbo mkoa wa Katavi. Kata nyingine walizohamishiwa ni Sasu, Ilege, Uyoa, Makingi na Silambo zilizopo halmashauri ya wilaya ya Kaliua mkoa wa Tabora na kata ya Tongwe iliyopo halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoa wa Katavi. Mtazamaji wa Jambo TV, taarifa hiyo mwishoni imetoa wito kwa wananchi kuzingatia mabadiliko hayo ya maeneo ya uchaguzi ili waweze kutumia haki yao ya msingi ya kushiriki kupiga kura siku ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Hii ni taarifa iliyotolewa leo tarehe 12 mwezi Oktoba mwaka huu 2025 na Jaji wa Rufaa Jacobs Mwambegele ambaye ni mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.